Mimi leo nataka nikutajie tabia ambazo wanaume wanazo. Pengine nyingine wanazificha ni za siri na nyingine tunapata nafasi ya kuzifahamu lakini hatutaki kukubali huo ukweli. Tabia ya kwanza ambayo wanaume wanayo ni kwamba wanaume ni watu wenye huruma sana pengine kuliko sisi wanawake. Lakini utofauti wa huruma ya mwanaume na mwanamke uko hapa. Mwanaume ana huruma ya uwajibikaji, yani ya kimatendo zaidi, ya utatuzi. Lakini mwanamke wewe una huruma ya kuvaa viatu vya mtu, unakaa kwenye nafasi ya mtu kisha unaona kweli huyu mtu anaumia, unamuonea huruma. Lakini mwanaume yeye huruma yake haina mbwembwe. Yeye akimhurumia mtu huwa anachukua nafasi ya kukava changamoto au tatizo ambalo linampata mtu. Na mwanaume pia ana huruma ya kujitoa sadaka kwa ajili ya furaha ya watu wengine. Sijui kama unanielewa. Kwa mfano, mwanaume anaweza kufanya kazi ngumu, yani anaweza kuvumilia kuwa anafanya kazi ngumu ambayo hata yeye haipendi, au anaweza kukaa kwenye ofisi ambayo anajua wazi kwamba mimi hapa ofisini ninadharaulika, lakini akaamua kuvumilia kwa sababu anahofia akiacha kazi familia yake itaishije? Familia itaishi vipi? Anahofia. Na ndio maana anaendelea kuvumilia kukaa hapo kwa sababu anahurumia familia yake. Kwa hiyo huruma ya mwanaume ni ya uwajibikaji zaidi. Lakini pia mwanaume ana huruma ambayo sisi wanawake hatuna. Kwa mfano, mwanaume anaweza kumhurumia mtu hata ambaye amemuumiza yeye mwenyewe. Sijui kama unanielewa. Kwa mfano, wewe mwanamke unaweza ukamsaliti mwanaume na akakukamata kabisa kwamba umemsaliti. Lakini namna ambavyo wewe mwanamke unaonyesha kujutia, namna ambavyo unalia, namna ambavyo unapambana kumbembeleza msiachane, namna ambavyo unajaribu kuwaweka watoto kwamba itakuwaje tukiachana, mimi naomba unisamee hivi na hivi, namna ambavyo unaonyesha unapandisha pressure, unafanyeje, unatishia kujiua, mwanaume anaweza kukuhurumia hata kama umemuumiza yeye mwenyewe, kitu ambacho sisi wanawake hatuna. Lakini wanaume wana nafasi ya kumhurumia mwanamke ambaye pengine alifanya mambo ya kumuumiza yeye mwenyewe, kitu ambacho wanawake hatuna. Kwa hiyo tabia ya pili ni kwamba mwanaume ana huruma sana kuliko tunavyomtazama. Na tabia ya tatu ambayo wanaume wanayo ni kwamba mwanaume huwa ana nafasi ya upendo na matamanio kwenye maisha yake. Hiki ni kitu ambacho watu wengi sana huwa tunapingana nacho na tunataka kulinganisha haya mambo, lakini kiukweli kiasilia mwanaume ana hiyo tabia, yani yeye ana nafasi ya upendo na matamanio kwenye maisha yake na anajua kuviwekea mipaka. Na ndio maana huwa wanakwambia kwamba mwanaume akikusaliti haimaanishi kwamba hakupendi. Anakusaliti kwa sababu amepata matamanio na mtu mwingine, yani amekuwa kwenye matamanio na mtu mwingine, kwa sababu mwanaume yeye huwa ana asili ya kuvutiwa na vitu machoni. Kwa hiyo anaweza kumuona mwanamke akavutiwa naye, kwa hiyo akachanganyikiwa naye na nini, wala hata asitumie upendo wakati huo, akatumia matamanio yake akamuendesha mpaka kwenda kukutana na huyo mwanamke. Na tofauti ya usaliti huu ni kwamba usaliti wa matamanio ambao hauhusishi upendo, mwanaume hatokaa kuonyesha hata siku moja kwenye maisha yako. Yani wewe labda utafuma message au utafanyeje, lakini yeye hato kuonyesha kamwe. Ataulinda huo usaliti kwa nguvu zote, kwa sababu anajua kwamba ukija kujua utaumia, kwa sababu wewe ndo anayekupenda. Kwa hiyo hataki kukuumiza, na ndio maana atahakikisha anauficha sana huo usaliti. Na hata ikitokea siku umemkamata, ataomba msamaha sana na atakubembeleza maisha mengine yaendelee. Lakini hakikisha huo usaliti hauhusishi yeye kukuonyeshea, yani asiwe anakuonyeshea. Ikiwa anakuonyeshea, hiyo ni tabia tofauti na nitakuja kuielezea siku nyingine, lakini lazima ujue kwamba mwanaume ana nafasi ya upendo na matamanio kwenye maisha yake. Kwa hiyo kukusaliti wewe haimaanishi kwamba haupendwi, na hiyo utapinga mpaka wapi, lakini ndio iko hivyo. Tabia ya 4 ambayo wanaume wanayo ni kwamba mwanaume anatamani na yeye, yani mwanaume anapenda kushobokewa na wanawake pia. Sijui kama unanielewa. Wewe mwanamke unapenda kuona wanaume wanakushobokea, lakini hiyo tabia pia mwanaume anayo. Anapenda aonekane anavutia kwa wanawake. Yani hiyo kila mwanaume anaipenda, lakini sasa hii ni tabia ambayo wanaficha. Mwanaume mwingine anaweza kukukatalia kata, lakini ndani ya moyo wake hicho kitu anakipenda. Mwanaume anapenda na yeye aone, yani avutie kwa mwanamke. Kwa hiyo hata wewe kama mkewe usimzoee tu kama unamuita tu baba fulani hivyo, achana navyo. Muonyeshe kwamba unavutiwa naye bado, yeye kama mume wako anajisikia vizuri kuona bado ana mvuto kwako, kwa sababu na yeye anapenda kuona kuna mtu anavutiwa naye. Sijui kama unanielewa. Hii ni tabia ambayo wanaificha. Tabia ya 5
ambayo mwanaume anayo ni kwamba mwanaume ana hofu ya kukataliwa. Yaani mwanaume anaogopa sana kukataliwa, na ndio maana huwa wanasema kwamba mwanaume huwa hamuingii mwanamke kirahisi. Yaani huwa anatamani kumuelewa mwanamke kidogo tu, yani akamuona anavyozungumza na watu, namna ambavyo anajaribu kupiga naye story, anajaribu kuweka naye ukaribu, anaangalia. Ukimpa tu nafasi ndipo anapata nafasi ya yeye kukutongoza wewe. Mwanaume huwa anahofia kukataliwa, na ndio maana mwanaume huwa hatongozi ovyo ovyo. Yaani anahakikisha amemfuatilia huyo mwanamke mienendo yake kidogo, yani amemfuatilia mazungumzo yake na nini, au akamuulizia hata kwa watu, bwana huyu yukoje, hivyo ndio anamtongoza. Na ndio maana wanakwambia kwamba mwanamume huwa hawezi kutongoza mke wa mtu kama mke wa mtu hajampa nafasi, yani hajampa mlango wa yeye kumuingia. Huwa anataka mtu ampe nafasi ili yeye aingie. Na pia mwanaume akikataliwa ombi lake na mwanamke, anajisikia vibaya sana kuliko sisi wanawake tunavyofikiri. Yani mwanaume akikataliwa na wewe, I say anaumia sana. Sijui kama unanielewa. Tabia ya sita ambayo mwanaume anayo ni kwamba mwanaume anapenda kuwa na mwanamke ambaye bado anawavutia wanaume wengine. Na hii nayo ni tabia ambayo wanaficha. Yaani mwanaume anapenda akiona na wewe mwanamke wake unaweza kutongozwa na mtu mwingine, akiona wewe wanaume wengine wanavutiwa na wewe. Yaani mwanaume anajisikia vizuri sana, ni vile wewe hujui. Kwa sababu yeye anaona ameoa mke mzuri, cha kwanza, na cha pili yeye kama mwanaume kwake ni sifa. Anaona mimi ninamtunza mke wangu mpaka inafikia mahali anawavutia wanaume wengine. Anapenda kuona wanaume wengine wanavutiwa na wewe. Haimaanishi kwamba anapenda wewe ukachipuke na mwanaume mwingine, no. Anapenda tu kuona ile hali ya wewe kutamaniwa na wanaume wengine. Pengine akaona mtu anakupigia mluzi, au akaona unamwambia kwamba kuna mtu ananitumiaga message hivi na hivi, kuna mtu labda ananiomba namba ya simu, sijui kama unanielewa, au kuna mtu wetu wa karibu ameanza kunitongoza, ameanza kufanya hivi. Yeye atachukia, lakini anajisikia furaha kuona kumbe wewe unawavutia wanaume wengine. Sijui kama unanielewa, lakini hiyo ni tabia ambayo wanaificha, na wengine wanaweza kuikataa, lakini wanapenda kuwa na mwanamke ambaye anavutia kwa wanaume wengine, kwa sababu hiyo kwake yeye ni sifa. Anajiona amechagua mwanamke mzuri, pisi kali wenyewe wanaita. Tabia ya 7 ambayo wanaume wanayo ni kwamba mwanaume huwa ana tabia ya kukimbia migogoro. Hiyo lazima uijue. Mwanaume hawezi kukaa kwenye sehemu yenye migogoro kwa muda mrefu, lazima akimbie. Na hiyo ndiyo sababu ambayo huwa inachangia wanaume kuwa na mipango ya kando, yani kuwa na mwanamke wa nje. Yeye akishaona nyumba yake imekosa amani, kelele muda wote, labda mwanamke kila kitu anachoongea hawasikilizani na nini, anamkosesha amani, yeye anakimbia mgogoro, anaenda kutafuta mwanamke mwingine ili apate amani ya moyo. Sijui kama unanielewa. Yeye kudili na vitu vingi kwenye maisha yake ni ngumu, kwa sababu anapambana kutafuta maisha, anakutafutia pesa, anakuhudumia, anafanya nini, bado umsumbue na kichwa chake. Hicho ndio kitu ambacho mwanaume kitamfanya akimbie, kwa sababu anaona yeye amesimamia nafasi yake kikamilifu kwako, lakini wewe unaleta migogoro. Atakimbia, atakuacha wewe na migogoro yako hapo hapo, anaenda kutafuta amani nyingine huko nje. Kwa hiyo ni tabia. Wanaume wengi huwa hawawezi kukaa sehemu yenye migogoro. Hiyo lazima wewe uijue. Sijui kama unanielewa. Na tabia ya 8 ambayo mwanaume anayo ni kwamba mwanaume huwa ana wivu wa kummiliki mwanamke wake. Wanawake wengi sana tunapoona wanaume zetu wanatutazama, hawatusifii, hawaongei chochote, hakuambii kama ana wivu na wewe, unafikiri kama mume wako hakupendi sana. No, wanaume huwa wanaficha wivu juu ya wake zao. Yaani ni wanaume wengi sana. Hiyo isije kukuchanganya. Ukiona mwanaume wako yuko kimya, haimaanishi kwamba hana wivu na wewe, haimaanishi kwamba hakupendi, haimaanishi kwamba yeye anatamani kukuona siku moja umeibiwa na mtu. No. Ana wivu na wewe ni pale pale. Ni vile tu hataki kuonyesha, kwa sababu yeye kwake ni kama udhaifu. Analinda ego yake. Ndio maana hataki kuonyesha kama anakuonea wivu, lakini mwanaume anakuonea wivu vibaya sana. Na hii watu wengi huwa wanaithibitisha baada ya kufanya usaliti. Namna ambavyo mwanaume analia, ndio mwanamke anashangaa kwamba mume wangu ndo ananipenda kiasi hiki. Waulizeni wenzenu ambao wamewahi kusaliti, wanaume zao walilia sana, kwa sababu mwanaume ana wivu ambao huwa anauficha ndani ya moyo wake. Na ndio maana yeye anapambana kukuhudumia, kufanya nini? Kwa sababu yeye ndo anakupenda na anakuonea wivu. Na mwingine yeye hata kitu kadogo tu ukiwa nako anaweza kauliza umekitoa wapi? Kitu ambacho anajua hajakununulia yeye hivyo. Kitu ambacho anajua hakuwahi kukuona nacho hivyo. Anakuonea wivu, na ndio maana anakulinda, lakini hataki kuonyesha. Sijui kama unanielewa. Tabia ya 9
ambayo wanaume wanayo ni kwamba wanaume huwa wanahitaji kusifiwa mbele za watu na mkewe. Yaani mbele ya watu aone mkewe amemzungumzia vizuri. Mwanaume anajisikia vizuri sana, unakuwa umeitekenya ego yake. Kila mwanaume anapenda kusemewa mema na mke wake mbele za watu. Yaani mfano wewe ukasema mimi leo hii niseme namshukuru sana mume wangu, leo hii nimependeza, nimekuwa mrembo, nimenawili, nimegrow kwa sababu ya mume wangu. Mume wangu pengine ananisaidia, pengine mume wangu yuko nyuma ya hatua zangu, mume wangu pengine amenifungulia biashara, mume wangu ndio sababu ya mafanikio na nini. Hivyo mwanaume anapenda sana kwa sababu anajisikia ni kama anathaminika na wewe, yani wewe unamthamini, na ndio maana unaiona nafasi yake kwenye mafanikio yako, labda kwenye muonekano wako, kwenye chochote ambacho kiko kwenye maisha yako. Ukisema hiki ni sababu ya mume wangu, mtu akwambia umenenepa, ukamwambia nimenenepa kwa sababu ya matunzo, mume wangu ananitunza na yeye akiwepo, usione anatabasamu, anajisikia vizuri sana, lakini anaficha. Sijui kama unanielewa. Mwanaume tabia ya kumi, mwanaume ana kumbukumbu ya maumivu ya zamani vibaya mno. Ndio maana huwa tunakwambia mwanaume hasamehe usaliti. Sijui kama unanielewa. Mwanaume ana kumbukumbu ya maumivu ya zamani vibaya mno, na ndio maana wanaume wengi wanashindwa kusamehe usaliti. Yaani akikumbuka zile tabia ulizokuwa unamuonyesha unapofanya usaliti, unapomdharau, unapomfanya nini, kiukweli mwanaume hicho kitu huwa hakisahau never kwenye maisha yake. Chochote utakachokifanya ambacho kitamfanya mwanaume wako ajifeel kudharauliwa na wewe, zile tabia za kumuumiza, kama ni usaliti, kama ni nini, yani hizo tabia, elewa kwamba milele mwanaume atazikumbuka, hawezi kusahau. Hiyo ni tabia ya mwanaume. Lakini wewe mwanamke unapenda tu kubishana, wewe unasahau. Lakini mwanaume hawezi kusahau maumivu ya zamani, kitu ambacho kilimuumiza hata kama ni miaka 10 iliyopita, lakini anajua kabisa mke wangu aliniumiza. Hicho kitu mwanaume never, hajawahi kusahau. Tabia ya 10, tabia ya 11 ambayo wanaume wanayo ni kwamba mwanaume anahitaji nafasi ya kuwa na wanaume wenzake. Hicho kitu wanawake wengi sana hatukijui. Yaani kuna wanawake wao wanapenda waume zao wawe kama kuku, saa 12 saa 1 awe anaingia nyumbani. Lakini mwanaume yeye anapenda kupata nafasi ya kukaa na wanaume wenzake, wakabadilishana mawazo, wakapiga story 2-3, hivyo anajisikia vizuri, anajisikia faraja. Mwachie uhuru mwanaume wakati mwingine achelewe kurudi nyumbani, apitie kuongea na wenzie, wapige story, wabadilishane mawazo na nini. Hiyo hali mwanaume anaipenda, na akikosa kwako anaanza kukuchukia taratibu, anaona kama unamnyima uhuru kwenye maisha yake. Kwa hiyo wewe acha kumbana mumeo, kumfanya kama kuku. Wakati mwingine mwache akae karibu na wanaume wenzie, anajisikia vizuri na anapenda, kwa sababu wanaume wao wanajadili mambo mengi, wanabadilishana mambo mengi, wakati mwingine hata fursa au niseme connection wanapata huko wanapokaa na wanaume wenzao. Kwa hiyo mwanaume hapendi kubanwa, anapenda kupewa uhuru wa kukaa na wanaume wenzie. Tabia ya 12 ambayo mwanaume anayo ni kwamba mwanaume huwa anatamani kuwa mshauri wako. Yaani anatamani baadhi ya vitu uombe ushauri kwake, umuulize yeye, useme mume wangu una maoni gani? Mume wangu hiki mimi sikijui, wewe mwenzangu unakijua. Hivyo anapenda. Mwanaume hapendi kuwa na mwanamke ambaye kila kitu anajihangaikia yeye mwenyewe, hamuulizi hata kitu kimoja. Wewe kama mwanamke jifunze kuwa na katabia kakupuuzia baadhi ya vitu. Yaani onyesha kama hivyo vitu huvifahamu, kwa sababu mwanaume hapendi mwanamke mjuaji sana. Anapenda vingine umuulize yeye. Anapenda kuwa mshauri wako, anajisikia vizuri pale anaposhauri jambo kwako na ukalitendea kazi. Unakuwa umetekenya ego yake, yeye anajisikia vizuri. Na tabia nyingine ya mwanaume ambayo anayo ni kwamba mwanaume anapoenda kusaliti huwa ana tabia ya kutafuta utambulisho mpya tofauti wa kimapenzi na kimsisimko. Sijui kama unanielewa. Kwa sababu sisi wanawake tulioolewa huwa tunapooza sana ndoa zetu. Yaani wewe ukishaanza kumuita mume wako baba fulani, basi baba fulani mpaka mnakaribia kuzeeka. Sasa hiyo hali mwanaume huwa inamfanya akukinai wewe. Mtengenezee hali ya kutokukuzoea wewe. Mwanaume hataki kukuzoea wewe, lakini hatakwambia. Yaani
Mwanaume ana tabia ya kutaka kuona msisimko mpya kwenye maisha yake. Kwa hiyo kama kuna tabia ambazo wewe ulikuwa nazo, ikifika kipindi fulani badilisha, ingia kwenye tabia mpya, aanze kukuona mpya kwenye maisha yake. Pengine ulikuwa unamuita baba fulani lakini mmeishiishi kwa miaka mingi, anza kumuita mume wangu, anza kumrejesha utotoni ajisikie ndoa yenu bado ni changa. Hicho kitu wanaume wanakipenda. Hizi ni baadhi ya tabia ambazo nimekutajia